enzi na Mungu uliye mkuu sana juu ya mataifa yote, na unatawala mbingu na dunia, na vyote ni mali yako, nasi tu kazi ya mikono yako. Nchi na vyote vijazavyo ni mali yako. Kiti chako cha enzi ndipo Mungu ulipoketi, ukitawala mataifa yote, na nchi umewapa wanadamu kama urithi wao. Baba, utufanye kuwa warithi, na sisi tukapate kuwa warithi wa baraka za Ibrahimu na baraka za Kristo Yesu. Baba, ninaomba ibada ya leo isiwe ibada ya kawaida. Ukatende uponyaji, ukawainue walioinama, waliovunjika moyo ukawagange, na wale waliochoka ukawatie nguvu, na walio dhaifu ukawaimarishe. Ni katika jina la Yesu, amen. Amen. Nataka nizungumzie juu ya moyo. Moyo. Sema moyo. Wangapi wanaofahamu moyo? Moyo ni nini? Kila mtu anao. Wangapi waliwahi kuona moyo wa ng'ombe? Yaani hamjawahi kuona moyo wa ng'ombe ukoje? Na moyo wa mwanadamu uko kama wa ng'ombe hivyo hivyo. Hivyo hivyo. Hata wa mbuzi uko hivyo hivyo. Na wa kuku japo ni kadogo lakini umekaa hivyo hivyo. Na viumba vinafanana hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie moyo. Jirani yako mwambie moyo. Kuna wimbo unasema nipe moyo wenye sifa, sio wa utumwa, sio mlegevu. Moyo. Leo Mungu autengeneze moyo wako, azisafishe njia zako, akufanye uweze kuelewa. Unajua Mungu hajatuumba kwa hasara. Mungu ametuumba kwa faida. Muulize jirani yako, wewe ni wa faida ni wa hasara? Wewe ni wa manufaa au wa muhimu? Moyo wako ukoje? Kipindi kile sisi tu wakati tunaokoka miaka ile, sitaki nitaje mwaka maana yake mtanishangaa. Basi nataja. Mwaka 1980 ndio tuliokoka sisi. Kwa hiyo tulikuta vitabu ambavyo vilikuwa vinachanganua moyo wa mwanadamu ulivyo. Wangapi waliwahi kusoma kitabu cha moyo wa mwanadamu? Kumbe ninyi wote hamsomagi hata vitabu. Kile kitabu kinaonyesha moyo wa mwanadamu ulivyo kabla hajaokoka na pindi anapookoka. Kabla hajaokoka, moyo wa mwanadamu unakuwa umejaa makorokoro. Una vitu vingi sana. Kuna kobe, kuna kasa, kuna nguruwe, kuna chui, kuna vyura, kuna nyoka, kuna konokono. Yule mwandishi akimaanisha hali ya moyo wa mtu ulivyo. Na akawa na tafsiri, na tausi humo. Lakini pindi mtu anapookolewa, giza linaondoka, na vile viumbe hai vilivyokuwa vinautawala moyo wa mtu vinaondoka. Hali ya mtu huyo huwa imebadilika au inapata mabadiliko. Kwa hiyo huingia mwangaza au nuru. Kwa hiyo hali ya mtu huwa salama.
na adui huwa anaangalia. Ndio maana Yesu kuna mahali amesema, pepo limtokapo mtu zunguka likatafuta mahali kusikokuwa na maji ili lipate kukaa. Likikosa linarudi kuirudia nyumba yake lililokuwa likiitawala. Na hali ya mtu huyo huwa mbaya zaidi, kwa sababu huleta mapepo mengine 7 yakawa 8, na hali ya mtu huwa mbaya. Tunaona mazingira ya maisha ya watu hasa waliookoka hawana mabadiliko ya moja kwa moja, kwa sababu hawalindi mioyo yao, kama neno la Mungu linavyosema kwenye kitabu cha Mithali sura ya 4 mstari wa 23, unasema, linda sana moyo wako kuliko vitu vyote uvilindavyo, maana ndiko chanzo cha chemchemi za uzima wako zitokako. Na ukirudi kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 9 nafikiri mstari wa 10 na ngapi, anasema moyo wa mwanadamu huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Nilikuwa najifunza maradhi au magonjwa yanaanzia wapi. Watu wengi wanaweza akadhani ugonjwa wa tumbo alionao pengine ni vidonda vya tumbo au kisukari au ini, bandama, figo ndilo linaloumwa. Mwingine anaumwa malaria, mwingine anaumwa kichwa, mwingine anaumwa mgongo, mwingine anaumwa utapiamlo, mwingine ana maradhi ya kuambukizwa, mwingine ana maradhi nyemelezi au pepo wabaya. Lakini chanzo cha maradhi ni moyo wa mtu jinsi ulivyo. Hata Yesu anafundisha, anasema kimtokacho mtu ndicho kiujazacho mtu moyo wake. Nafikiri kitabu cha Marko sura ya 7 kitu kama hicho. Bwana Yesu asifiwe. Utasoma wewe mwenyewe. Mimi sitaki nifunue Biblia. Nikupe kazi ya kufanya. Unapokuwa nyumbani, tafuta vifungu vya Biblia ambavyo pengine mimi nafundisha. Nikigusa wewe nenda katafute. Kwa tunaposema moyo wa mwanadamu una njia, moyo wa mwanadamu una vyumba. Moyo wa mwanadamu una njia, una vyumba. Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu hawezi kuja kwa Baba isipokuwa kwa njia mimi. Lakini ukija kuangalia kitu ambacho Yesu anazungumzia moyo. Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Huo moyo safi unatokana na nini? Ni jinsi mtu huyu baada ya kuokolewa anaishi katika uwepo wa Mungu, na pia anaishi katika maisha masafi au matakatifu yanayompendeza Mungu, kwa kutokujaza vitu vinavyoweza kuharibu sura halisi ya mtu. Sura ya Mungu iko ndani ya moyo wa mtu. Narudia, sura halisi ya Mungu iko ndani ya moyo wa mtu. Na mtu akitaka kujua wewe una Mungu, ataangalia matendo yanayotokana na moyo wako. Biblia inasema kile kimjazacho mtu ndicho kiutiacho moyo wake unajisi, si vile vitokavyo. Maana vile vinavyotoka ndivyo vinavyotupwa chooni, huwa havikumbukwi, lakini vile vinavyoingia. Siku moja nilikuwa nafundisha redioni, nikasema merikebu zinapozama, kinachozamisha merikebu sio maji yanayoifanya merikebu ielea juu yake, ni yale maji yanayoingia. Fikiria mawazo ulio nayo, vitu unavyovipokea, maneno unayoyasema yanafanana na hali ya moyo wako. Bwana Yesu asifiwe.
Kitabu cha Mithali sura 14 mstari wa 12, Biblia inasema, iko njia ionekanayo machoni pa mtu, lakini mwisho wake ni njia ya mauti. Twende kitabu cha Mithali 16 mstari saba. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, Bwana umpatanisha na adui zake. Na kuna somo kwenye huo mstari, hutakiwi kuomba vibaya juu ya maadui zako. Usimuombee adui yako mabaya, na wala usimshtaki adui yako. Ndio maana ya huo mstari unasema, njia za mtu zikimpendeza Bwana, Bwana umpatanisha na maadui zake. Wewe ulikuwa tayari umekwisha ni hukumu mimi, umenishtaki mbele za Mungu. Kumbe kilichotakiwa ni kubadilisha tabia na mwenendo wako, njia zako, ili zimpendeze Bwana, akupatanishe na vile vilivyokuwa vimekukataa. Akuondolee vile vilivyokuwa vinafanya uadui juu yako. Kuna watu wengine wanafanya kazi au biashara, lakini kuna uadui kwenye vile wanavyovifanya. Kuna uadui kwenye biashara zao. Yeye na biashara hawajapatanishwa. Yeye na mali na fedha zake hajapatanishwa. Yeye na afya yake hajapatanishwa. Yeye na mazingira anayoishi hajapatanishwa. Kwa hiyo kila unachokifanya kinakuwa kigumu, kwa sababu njia zako hazijampendeza nani? Mungu. Kwa hiyo unabaki wewe kulalama, unaomba, unamkemea shetani, wakati mwingine shetani hayupo. Ni wewe mwenyewe hujajua namna ya kulenga shabaha juu ya kile unachokitaka na kubadilisha mazingira ya maisha yako. Unajua, nilikuwa najiuliza kwa nini kila siku wao wakipanda praise lazima kuje mchanga hapa. Nyie hamjawahi kujiuliza huo mchanga unatoka wapi? Nauliza, mchanga unatokaga wapi kuja madhabahuni? Jiulize tu. Ina maana hata nyumbani kwako mchanga ni mwingi tu. Sio mchanga, ni roho. Watu wanabeba roho wanazileta madhabahuni. Na kuanzia leo msiwe mnafagia, ziache tu. Acheni kusafisha. Acheni. Mtahubiri na mchanga na vumbi, hamna shida. Kinachotakiwa ni mabadiliko. Mnatakiwa kubadilika ninyi, sio kusafisha hapa. Ngoja nikwambie, moyo wako ukibeba matatizo, huwezi kukutana na Mungu, wala huwezi kukutanishwa na vitu unavyotakiwa kuvipata. Utakuwa vina bypass. Baraka za Mungu zitakuwa zina bypass, zinakuchenga tu. Ukisoma kitabu cha kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28 asema, utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako na kufanya yale ni kuamuruyo kwa bidii, ndipo baraka hizi zitakapokujilia na kukupata. Baraka za Mungu hazitafutwi, zinakujilia wewe baada ya mabadiliko yako katika njia zako. Moyo wako umebeba nini? Tuna matatizo, ndio maana makanisa hayakui. Kanisa hili sio la dini. Na ndio maana huwezi kukuta wazee huwezi kukuta wazee wa dini hawamo. Kwa sababu hawa hawajakulia hawajazaliwa Kuna wanafunzi wa Yesu. Mwanafunzi wa Yesu kila siku huwa anajifunza ili aweze kufanana na mkufunzi wake, afanane na mwalimu wake, na fanana na elimu unayoipata. Juzi nilikuwa na tafakari,
Mtu mmoja alikuwa anafundisha akasema, ukitaka ulipwe mshahara mkubwa kulingana na vyeti vyako, nenda kaajiriwe serikalini. Na ukiangalia watu wote wanaofanya kazi serikalini, kumradhi, ninyi mnaofanya kazi serikalini mnisamee, hata usipofanya kazi utalipwa mshahara. Ni kweli si kweli? Hebu jaribu kwenda kwenye ofisi ya serikali leo ukapate huduma, watakuzungusha hata mwaka. Unazungukaga tu unaenda, kwa sababu hawa waliomba kazi kwa sababu ya vyeti. Vyeti ndivyo vilivyowapa kazi. Na pia Uswaiba alipata kazi kwa njia ya kujuana, ndugu ndiye aliyempeleka. Lakini kwenye kampuni kama ya kwangu mimi, ukija siangalii vyeti, ni kile unachozalisha. Na usipozalisha sikulipi mshahara. Na wafanyakazi wangu mimi siwalipagi mshahara. Silipi mimi mshahara. Utajiuliza kwa nini mimi silipi mshahara? Nataka kuona outcome ya kile unachozalisha. Unafanya nini ili nikulipe? Ukijitahidi kufanya, nitakuongezea kidogo kwa sababu ninaona ile bidii ulionayo kwenye kuzalisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tuna matatizo makubwa sana ndani ya kanisa kwa sababu watu wengi hawako tayari kujipatanisha na Mungu na kuzifanya njia zao zimpendeze Mungu ili mambo yao yaende vizuri. Tutawaombea sana hapa, tutawekea mikono, lakini kama mnabaki vile vile hakutakuwepo na. Bwana Yesu asifiwe. Narudia ule mstari. Njia za mtu zikimpendeza Bwana, hata adui zake huwapatanisha naye. Hizi njia za mtu zinazompendeza Bwana ni zipi? Moyo. Mwambie jirani yako moyo. Ukiwa na moyo mwema na ukiwa moyo safi, utamuona nani? Na huyo ndiye anayeweza kukupatanisha na adui zako. Adui zako ni vile vilivyo kukataa. Adui zako ni biashara iliyokukataa. Adui zako ni mali na uchumi unaouchuma ambao hawatauongezeki. Kuna watu wengine fedha zimewakataa. Hata akiomba mkopa hapewi. Wamo humu. Kuna mwingine hata akinitumia message huwa anageuka kabisa, yani sisikii, kwa sababu ndani yangu sioni connection ya fedha kwake. Lakini mimi nikiona connection kwako, ukiniomba hela natuma tu. Kwa sababu gani? Njia zako zimempendeza nani? Ndio maana Mungu anakuunganisha na mwemezi, anakupa fedha. Au mimi nikiomba kwako utanipa fedha, kwa sababu njia zangu zimempendeza nani? Ili nikamilishe malengo. Hebu jaribu kumwambia Mungu, nataka njia zangu zikupendeze. Leo nitaombea watu hapa. Nitaombea watu. Mimi najua nitamuombea nani. Wewe hujui kama nitakuombea, lakini nitakuombea. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka mabadiliko wapendwa. Mungejua ninachowaza, msingebaki hivyo. Kazi ninazofanya ni nyingi. Ninaendesha gari peke yangu masaa 12, 14. Ninaenda nalala siku moja, nageuza, natembea usiku na mchana, alafu narudi. Ili hali ninachokitafuta mimi, muda wangu ambao Mungu amenipa nafasi ya kutumika nikiwa bado nina nguvu, nisije nikaishia njiani. Kazi zikaishia njiani, alafu ninyi mtatawanyika. Yesu anasema, nitampiga mchungaji, kondoo watatawanyika. Siko tayari kuona kondoo wanatawanyika, wala mimi siko tayari kupigwa. Kila mmoja ajitahidi kwa kadiri ya uwezo wake kubadilika, kuifanya njia yake impendeze Mungu. Kanisa hili lingekuwa na fedha nyingi,
Kipindi kile tunajenga jengo hili, ninyi mlikuwa mjui. Mimi nilikuwa naenda benki na kopa, najidhamini mwenyewe, natafuta pesa nalipa, nikilima mpunga nalipa. Ninyi mpo tu mmekaa mnaona jengo linapanda. Mtu mwingine akaanza kuniambia wewe ni Freemason, unapata wapi pesa? Lakini hawakujua kazi nilizokuwa nafanya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie Mungu njia zako zimpendezeshe Mungu. Mungu akaanza kukupatanisha na fedha. Fedha haiendi kwa mtu mpumbavu. Fedha haiendi kwa mtu mjinga. Fedha inaenda kwa mtu mwenye uelewa, anayeelewa maana ya fedha. Lazima mjue hata elimu ya fedha. Mimi watu wananiita Mchaga pale. Ukienda pale site pale, wewe Mchaga bwana. Wewe Mchaga. Sio Mchaga. Ninaelewa maana ya uchumi. Hello. Naelewa maana ya. Watu wengi hawajui maana ya uchumi. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie Mungu njia zako zianze kumpendeza. Njia ni moyo wa mtu unavyowaza. Neno la Mungu linasema awazavyo mtu au aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Image yako ya mafanikio yako ni wewe unavyoona. Kama uoni chochote utabaki vile vile. Tunataka watu wenye macho wanaoona kesho. Wanaona kesho kutwa, wanaona mwaka kesho, wanaona baada ya miaka 10 unakuwa na long term plan. Mimi sipo kwa ajili ya kula tu. Kuna watu hapa wanaishi kwa sababu ya kula. Mtu mmoja alinitumia message ofisini, akaniambia Bishop, sasa wiki hii tuna Pasaka. Nikamwambia unasema? Akasema tuna Pasaka. Akasema mna Pasaka ya nani? Si unajua kuna sikukuu nyumbani na hivi watoto wanahitaji wale pilau na nini. Nikamwambia utaishi kwa kula mpendwa. Na utaishi kwa mitumbo, uvae mitumba mpaka ikuchoke. Anawaza kula siku hii wakati siku zote tunakula. Kwani hatuli? Tunakula hatuli. Na wanawake wengi walioko humu wanawaza kula siku hii. Mtu ambaye anaona hawezi kuwaza kula siku moja. Tunakula kila siku. Mimi sherehe yangu ya kuishi kwangu, ninapoamka ninajua leo ni sikukuu yangu. Leo ni sikukuu yangu ya baraka. Leo ni sikukuu yangu ya mafanikio. That's all. Jitengenezee misingi ya kesho. Usipoanza kuwaza vizuri, usipoanza kuona vizuri, maisha ya uzeni yatakuwa ni shida. Watu wengi hawaoni kwamba watazeeka, wanadhani watabaki vijana. Msingi gani umeujenga? Una kitu gani ulicho nacho? Biblia inasema aliye nacho ataongezewa. Kama una, utabaki hivyo hivyo, utazeeka ufe. Na utapata watu wa kukulilia wakati wanakuzika, lakini hamna kitu ambacho watakikumbuka. Mwambie jirani yako Mungu akusaidie. Tengeneza njia zako. Jitengenezee akiba. Uwe na nini? Sio akiba ya fedha. Uwe na vitu visivyohamishika ambavyo siku ukizeeka au ukiwa mtu mzima umekwama, unaviuza, unaanza upya. Una viwanja, una majengo, una mashamba, una ng'ombe, una mbuzi. Humu nikiuliza kanisani mwenye mbuzi hata kuku 100 nani? Tupo. Na usitegemee biashara. Wewe nikwambie usitegemee nini? Tafuta vitu ambavyo vinaweza vikalinda mtaji wako kesho. Wewe jenga tu.
Mtu anaweza akakuona wewe ni mharibifu wa pesa, lakini vile mashamba unayokuwa umenunua, nyumba unazokuwa umejenga, ni fedha zinapanda thamani yake. Nitanunua kiwanja leo milioni 4, baada ya miaka 3 nitakiuza kwa milioni 7, milioni 10. Moyo. Sema moyo. Kama moyo wako unakupeleka kwenye kula tu, wazi ufikiri kwa ajili ya kesho. Na niliwaambia juzi hapa, nikasema kulingana na hali ya uchumi ilivyo duniani, watu wengi watakosa nauli ya kuja kanisani. Na wako watu ambao hawajakanyaga kanisani toka vita vya Irani vimepigwa, hawana nauli. Akiambiwa kulipa 2,000 kufika hapa, anaona ni hela nyingi. Wenzetu hizo sio hela nyingi. Kwa waliojitengenezea mazingira ya kupata uchumi au kumiliki mali, ni pesa ndogo sana. Kipato chako kwa siku isipungue 20,000. Kipato chako kwa sasa, ni nani anayetengeneza shilingi 20,000 kwa siku hapa? Wengine mnawaza kufa, wengine mnawaza uzee. Mimi nishazeeka, ana miaka 40 anakuambia mzee. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kama baba yenu, mimi naambia mimi sio mzee, mnyewe mnasema nyewe wazee. Kwa hiyo mmeshazeeka kimawazo, kifikra, nakaribia kufa, hamna faida. Na ukianza kuona umezeeka, Mungu akupi pesa za nini kwanza? Si umeshachoka? Si umeshaanza kujiwekea limitation, yani unajiwekea viwango vya kufa, kwamba mimi sasa sina chochote, kwa hiyo muda wangu wa kuishi umeisha. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi 18, Mithali 18 mstari wa 12 mpaka 15. Kabla ya uharibifu, moyo wa mwanadamu hujivuna. Narudia. Kabla ya uharibifu, moyo wa mwanadamu hujivuna, na kabla ya heshima hutangulia unyenyekevu. Yeye ajibuye kabla hajasikia ni mpumbavu na aibu kwake. Roho ya mtu itastahimili udhaifu wake, bali roho iliyovunjika nani awezaye kuistahimili? 15. Moyo wa mwenye busara hupata maarifa, na sikio la mwenye hekima hutafuta maarifa. Tafuta maarifa. Na nimeshawafundisha, usifanye kitu bila kujifunza. Jifunze. Biashara yoyote unayoifanya ni lazima uingie, kama ni kwenye mtandao au tafuta watu wanaojua hicho unachotaka kufanya, wakuelekeze, wakuelimishe. Watu wengi hawapendi kujifunza. Kujifunza ni hazina. Mwambie jirani yako, kujifunza ni hazina. Wewe unajifunza hata vitu vidogo vidogo. Jifunze kuhusu fedha. Jifunze maisha. Jifunze masuala ya mahusiano. Watu wengine wanaingia kwenye mahusiano lakini hawajui nini maana ya mahusiano. Watu wengine wanaolewa lakini hawajui nini maana ya mahusiano. Jifunze. Ujaingia kwenye mahusiano, anza kujikihoro kwenye maisha yako. Ukapata pressure, ukapata msongo wa mawazo, ukaanza kuchanganyikiwa, akadhalika. Kwa moyo wa mwanadamu ujivuna. Unajivuna kwa sababu hauoni kesho. Hauna maandalizi. Biblia inasema maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, bali jawabu la uzima hutoka kwa Bwana. Majawabu yoyote yanatokana na maandalio ya moyo. Jawabu la maombi ya mtu linatoka kwa Bwana, lakini ameandaaje moyo wake? Chochote unachotaka ukifanikiwe au ukipate, ni lazima moyo wako ukuelekeze kwenye hicho. Ingawa moyo wa mwanadamu ni mdanganyifu,
Lakini moyo ukiwa safi, vitu vyote unavyovifikiria au unavyovipanga kulingana na usafi wa moyo wako na kile unachokitaka kukifanya kitafanikiwa. Lakini ukiwa umejaa maruerue, makorokoro, matakataka moyoni, hata ukipanga nini hakitanunuliwa. Mimi nimepata message nyingi, baba nikipanga biashara yangu hainunuliwe, haiuziki. Moyo wako umejaa matakataka. Nani aje kununua takataka kwako? Na nilishawafundisha kwamba kinachouzika sio vitu unavyouza, ni wewe. Ayayayaya. Sio nyanya unazouza, sio bidhaa unazouza, sio nguo, moyo wako. Watu wanakuangalia, wanaona ndani kuna nuru. Giza linafukuza biashara, giza linafukuza watu. Lakini ukiwa na moyo mweupe, kile utakachofanya utaona watu wanakutafuta. Mimi nakwambia hivi, siwezi kuomba mtu pesa akaninyima, siwezi hata siku moja. Iwe benki, iwe kwa mtu, hata wewe nikupigie simu hapo utaitafuta. Kwa sababu mimi sitafuti fedha ili nikajifurahishe, ni kwa sababu ya kujenga mazingira ya uwekezaji wa kesho ambayo itanufaisha na wengine. Kuna watu hapa wana fedha lakini haziwanufaishi wengine, ni za kwake tu na familia yake basi. Heri wenye moyo safi. Mwambie jirani yako, mwambie Mungu leo akufanye uwe na moyo safi. Magonjwa ulionayo sababu ya moyo wako umechakaa. Moyo wako ukianza kuchakaa unaanza kuugua. Biblia inasema kilichongojewa kikikawia moyo wa mtu ugua. Usiwe na matarajio makubwa kwenye mambo ambayo huyajui. Imani sio kitu ambacho ni blind. Imani ni hakika ya mambo yanayotarajiwa. Ayayayaya. Imani sio kipofu, imani inaona. Imani inasema, imani inapiga kelele. Imani inakuelekeza, inakuonyesha njia sahihi. Sasa mimi na imani, una imani wakati huoni chochote. Imani inaona. Mwambie jirani yako, wewe imani inayoona. Kanisa, mwambie jirani yako uwe na imani inayoona. Imani inalazimisha ufanye kitu ambacho wewe hukutakiwa kukifanya, lakini nakwambia fanya. Hello. Mimi sihubiri wajinga hapa. Sihubiri mbumbumbu, na hubiri watu wenye akili. Na nikufanye uitumie vizuri akili yako katika majira haya. Uwe mtoto, usije ukasema mimi ni mtoto. Mungu alimwambia Yeremia wakati anamtuma, akasema mimi ni mtoto. Mungu akamwambia usiseme wewe ni mtoto. Mimi toka tumboni mwa mama yako nalikujua wewe, na nikakupa misheni ya kwenda kutawala mataifa. Mataifa watakuwa chini yako pamoja na udogo wako na utoto wako. Wewe tayari, wewe utamiliki mataifa, utatawala mataifa, utakuwa nabii wao. Ni mtoto. Kuna wengine wanasema bado watoto. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, badilisha njia. Ndio maana mimi sihubiri injili zao zile. Siwezi kuhubiri injili wanazohubiri wao, kwa sababu najua wanatuchelewesha makusudi, kwa sababu na wao hawajui. Unajua kiongozi akimuongoza kipofu mwenzake wote wanatumbukia shimoni. Angalia kanisa ya dini yote yana misalaba. Makanisa yote ya dini yana nini? Waulize maana ya msalaba ni nini. Hawajui. Watakwambia huu ndio msalaba Yesu kwani Yesu alikuja na msalaba au msalaba walimtengenezea Wayahudi? Wewe ni Myahudi? Wewe ni Mrumi? Mimi sio Mrumi. Na wala mimi sio Farisayo. Siwezi kumsurubisha Bwana wangu mara ya pili. Na ndio maana mimi sinaga msalaba mimi. Mimi msalaba kazi aliyofanya Yesu basi. Biblia inasema mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Mimi niko huru. Na ndio maana niko tayari kukufundisha kile ninachokiona kitakusaidia. Siwezi kumfundisha mtu vitu ambavyo haviwezi kumsaidia.
Unaanza kufundisha habari za jehanamu, unafundisha utatu mtakatifu. Nani kakutuma? Nani kakutuma habari za Roho Mtakatifu? Nani kakutuma habari za utatu mtakatifu? Watu wanatakiwa watoke pale walipo. Shetani ametukong'ota. Tunaishi maisha magumu kwa sababu ya mazingira mabaya tuliokulia. Elimu tulizopokea za kidini zimetuchelewesha. Wenzetu wameenda mwezini juzi, hamkuona? Walikuwa watu 4, Mwafrika, mwanamke na vijana mmoja Mkanada, wengine wa Marekani. Siku 10 wamezunguka, wamepiga picha. Wamegundua kwamba mwezi ni mkubwa kuliko dunia. Zamani tuliambiwa mwezi kadogo. Kangekuwa kadogo kangemungangazia dunia. Maarifa yameongezeka. Sisi kanisa tuna maarifa gani? Halo. Ndio maana mimi sitaki kuwapotezea muda. Nikiona vile hamwezi kubeba nafanya. Kesho mtakuja kujua kwa nini mimi nilikuwa nafanya. Elimika, uelevuke, upate akili uitumie ipasavyo. Dunia tulionayo sio ile. Sisi wakati ule mchungaji wetu, mimi namkumbuka yule, sasa hivi ni askofu mstaafu, anaitwa Absalom pale Tabora, kanisa la Swedish Freemasonry. Alikuwa anatuacha kanisani tunalia, anabeba jembe kwenye baisikeli anaenda kulima. Sasa siku moja mimi nikamuuliza mzee Absalom, wewe mbona unatuachaga humu? Akasema sasa mimi nikaa nalia hawa watoto mshahara ilikuwa ni 40 shilingi 40. Wa Swedish wanamlipa, ana watoto zaidi ya 6 na mke. Anakaa nyumba ya mission. Anabeba baisikeli yake anaenda kulima, anawaacha mnalia. Kwa sababu wazungu walisema tuwe tunaomba, tunakesha, tukae humo kanisani. Alafu nyewe mtakuwa mnasaidiwa nguo, mitumba, basi maisha yanaendelea. Wakiwahurumia watawagawia mahindi kilo 1 maisha mbaki hivyo hivyo. Mimi siko tayari kuwafanya mbaki hivyo hivyo. Lazima muinuke. Lazima muinuke, viwango vyenu vya maisha vikue, vipande. Yaani mjini watu wajue kwamba kuna mtu mwenye akili hapa. Wajue vitu unavyovifanya, watu wakutofautishe na watu wa dunia. Lazima wakutofautishe. Kuna kanisa lake huyu bwana hapo jirani, wananipigiaga kelele sana. Siku hizi amehama na kuhama, amerudi hapa. Wanapiga kelele kama sijui senene, kama kuku. Kuku akitaga huwa anapiga makelele kila jirani ajue kwamba nimetoka kutaga. Sisi hatupigi kelele, tunaenda underground. Vitu vyetu tunafanya kimya. Kesho atashtukia unajenga ligorofa mjini. Kesho atakuona umenunua lori kubwa na basi underground. Ndio maana nishawafundisha, ukiwa na jambo lako usianze kudisclose, usiliachie. Nenda pole, wataona matokeo. Tunataka kuona matokeo ya njia zako. Tunataka kuona matokeo ya moyo wako uliompendeza Bwana. Mtu mwingine akipata pesa atataka kila mtu ajue. Atabadilika na kutembea, kula, shopping, lazima aende kwenye shopping mall. Anatembea namna hii, anadundika. Wewe acha ujinga. Jifanye kama huna, kama ninacho au sina. Bwana Yesu asifiwe. Njia zako zikimpendeza Bwana, njia zako maana yake moyo wako. Mioyo yetu imebeba nini? Muulize mtu, moyo wako umebeba nini? Ujinga. Nimeshawaambia hapa, acha kutumia vibaya simu. Simu hiyo ina vitu vikubwa sana vinaweza kukusaidia ukapata maisha, ukapata elimu,
ukatengeneza pesa, unaandika content ambayo inaweza ikakuletea fedha, ukapata followers wengi. Baada ya kukaa unachezea mtandao, unakuwa content creator ambaye unatengeneza maudhui yatakao kukuongezea fedha. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu humu wanafanya na wanapata pesa, lakini huwezi kujua kama wana pesa. Una pesa, una simu hapa ya runyunyu, hiyo touch, mnaita touch, unashinda unaangalia TikTok maudhui ya watu, unawaongezea wao fedha. Wewe ungetengeneza maudhui yako, kama ni kazi, kama hao wanaofanya biashara ya magereji, kutengeneza magari, unatengeneza content yako, unaonyesha garage yako, unaonyesha magari ya watu unayo, unaona, unashangaa unapata customer wengi kwa sababu wameona content yako. Hello. Wenye biashara, unaingia Instagram, unaonyesha biashara yako, duka lako, bidhaa unayouza, tena unawaambia na punguzo lipo. Unatengeneza biashara. Tumehumu kanisani, hatujui tunakoenda. Siku imeisha. Kwa mfano leo Jumapili, yani watu wakitoka hapo wanaenda Gulioni. Umeelewa maana yake? Wanasema gharama kuinama na kuinuka. Sitaki watu wa namna hiyo humu ndani. Wewe uwe content creator wewe. Muuliza alilala na wanga au cheki na mwingine mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe niwaambie wana wa Mungu, mimi mtanichukiaga tu. Mimi wanapenda kuwapasua, lakini kuwapasua mtaamka tu. Ingawa nasema usimwamshe aliyelala. Mimi silali hata nikiwaamsha. Silali hata nikiwaamsha, mtalalaga nyie tu. Mimi nawaamsha mtaki kuamka. Nani anaendelea kulala? Mimi au wewe? Kanisa, tengeneza moyo wako. Tengeneza njia zako. Mpendeze Mungu. Kumpendeza Mungu ni kuyafanya yanayokupasa kuyafanya kwa ajili ya Mungu na faida ya ufalme wa Mungu. Kitu kinachogusa Mungu kiguse moyo wako sana. Narudia, nirudie nisirudie? Ina maana mjasikia. Niweke shilingi 10,000 hapo kama mnataka nirudie. Bwana Yesu asifiwe. Ukifanya kile kinachopasa kufanya, kile ambacho Mungu anaona kitagusa moyo wake, tayari njia zako zinaanza kumpendeza Mungu. Lakini kama unafanya vya kwako ambavyo havigusi moyo wa Mungu, utachelewa. Utakuwa unapata pesa zinaisha na hakuna uwekezaji. Uwekezi chochote, hujengi, uweki kitu ambacho kitakulinda, ununui hata share. Wangapi wanajua kwamba kuna vipande unaweza ukanunua share, pesa zako zikawa zinazunguka tu, kila mwaka unapata faida. Benki zinatoa gawio, hamjui. Nilishawahi kuuliza wangapi wana account benki hapa? Wenye account za benki, wenye account ya benki, Bwentu nyule mnaangaliaga mwalimu anauliza swali unafanya alafu unainama. Inuka, unyoshe mkono, unasema niko tayari kujibu. Hata ukikosea unajua ulijaribu. Hello. Kanisa ni lazima tujue ulimwengu uko wapi. Yesu anasema sisi ni nuru ya ulimwengu, lakini ulimwengu umetufunika. Ni kweli sio kweli? Ulimwengu unatuzidi. Sio sisi tunauangazia, wao wenyewe ndio wanatuangazia. Nani hapa ana mawazo ya kutengeneza simu? Sisi sote tunatumia simu za Wachina. Ni kweli sio kweli? Radio za Wachina,
saa za Wachina, nguo za Wachina. Sisi tumo humu. Hakuna mwenye wazo jipya anawaza kwenda mbinguni. Na mbinguni hamuendi wapendwa. Mimi nakwambia Wachina wanaweza wakaenda mbinguni, nyie mkabaki. Nyie mlikuwa mnasali. Nisikia mchungaji mmoja anasema sisi tuna Mungu wa kweli. Wazungu hawana Mungu. Hawana Mungu. Hivyo vitu wanavyovitengeneza, magari haya yote tunapanda na bodaboda unapanda na mafuta wanachimba wao. Unasema wao hawana Mungu. Wao ndio wana Mungu, sisi hatuna. Na wanaenda mpaka mwezini. Na wanapiga mabomu kutoka huku, wanafikisha mabomu kule mpaka yanaenda kwenye maandaki. Wanapiga mpaka Ali Khomeini. Kali hapa tunaenda mbinguni. Mungu atusaidie sana. Moyo wako, mwambie moyo wako uwe safi. Usafi wa moyo sio kuimba. Usafi wa moyo sio kuhubiri kama mimi hapa. Usafi wa moyo ni matokeo ya matendo yangu ya moyo. Kile kilichoko moyoni nakifanya kwa udhabiti. Nadhamiria kufanya jambo. Kitabu cha Ayubu nafikiri sura 20 anasema utakusudia neno nalo litafanikiwa, na Bwana atauangazia mwanga wa njia zako. Kile utakachokusudia kwa sababu moyo wako unakipenda na kitaleta manufaa kwa watu wengi, unafanikiwa. Wewe waza vya kwako uone. Waza vya kwako. Mungu atusaidie. Uwezi ukasema sisi Afrika tuna Mungu wakati sisi ni tegemezi. Tunategemea wazungu, na akija mzungu, wachungaji wote mzungu ni Mungu. Ni kweli sio kweli? Mimi huo ujinga nilishaachaga. Siwezi kumkimbilia mzungu hata angekuja na mabilioni hapa nikamfuata. Mimi ni mzungu, mimi hapa ni mzungu. Wewe ni mzungu. Sasa uzungu maana yake nini? Uzungu ni ile hali yako ya kuweza kumiliki, kuwa na vitu vya kwako, unaweza kujisimamia, unaweza kujitegemea. Mnaweza mkasaidiana ninyi kwa ninyi na mkainua kitu kikafanyika. Huo ndio moyo safi. Nipe moyo wenye sifa. Sio ule wa utumwa. Utumwa ni kuwa tegemezi. Usiwe tegemezi. Nataka niwaambie wana wa Mungu, mimi kipindi ambacho Mungu amenipa uhai, sitaacha kuwakumbusha na sitaacha kuwafundisha. Tawaambia atakubali kubadilika na atakayekubali kufanya njia zake zimpendeze